Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Basi acha niendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo, na tunawakaribisha katika taarifa zetu za habari ya asubuhi ya leo, ambapo taongelea nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri, vile vile pembe zote za dunia. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo. Karibu. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako mapigano makali yameripotiwa tena asubuhi ya leo katika eneo la Marabo lilopo takriban kilomita 15 kutoka mji wa Bunia katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka eneo hilo, milio ya risasi ilianza kusikika tangu saa za asubuhi, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi kutokana na hali hiyo ya usalama kuzorota. Familia nyingi zimeanza kukimbia makazi yao kuelekea katika maeneo yanayoaminika kuwa salama zaidi. Hadi sasa mamlaka za eneo hilo hazijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha mapigano hayo, idadi ya walioathirika au makundi yanayohusika. Vile vile hakuna takwimu rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya watu waliokimbia makazi yao. Jimbo la Ituri limeendelea kushuhudia migogoro ya mara kwa mara inayochangiwa na makundi yenye silaha, hali inayosababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali na ongezeko la watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika na wadau wa usalama kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utulivu na kulinda maisha ya raia. Tutazidi kufuatilia maendeleo ya tukio hili na tutawaletea taarifa kamili kadri zitakavyoendelea kupatikana. Asante. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama na kibinadamu inaendelea kuzorota katika wilaya ya Irumu mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wa maeneo hayo sasa wanakabiliwa na changamoto mbili kwa wakati mmoja: vitisho vya makundi yenye silaha na madai ya vitendo vya unyang'anyi dhidi ya raia. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama cha kukuza haki za watoto na wanawake walio katika mazingira magumu APDF, wakazi wa eneo la Mungamba pamoja na vijiji vya jirani wamelazimika tangu mwezi wa 3 mwaka 2025 kununua tiketi maalum zinazojulikana kama jeton ili kuruhusiwa kuingia kwenye mashamba zao. Shirika hilo linaeleza kuwa tiketi hizo zinadaiwa kuwekwa na waasi wa ADF ambao wamekuwa wakihusishwa na mashambulizi mara kwa mara dhidi ya raia katika eneo hilo. Kwa mujibu wa APDF, wananchi wanaolima hulazimika kulipa fedha ili kupata fursa ya kufika katika mashamba yao, huku wanaokataa wakidaiwa kutishiwa kuuawa au kulipizwa kisasi. Mbali na hali hiyo, APDF inasema kuwa wiki hii baadhi ya raia waliokutwa na tiketi hizo walikamatwa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Shirika hilo linadai kuwa watu hao walitakiwa kulipa hadi dola 500 $500 ili uachiliwe huru. Iwapo madai hayo yatathibitishwa, yanaonyesha ugumu unaowakabili wananchi wa kawaida ambao tayari wanaishi katika mazingira ya hofu na magumu kutokana na shughuli za makundi yenye silaha. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka ya FARDC haijatoa tamko rasmi kujibu madai yaliyotolewa na APDF. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kushuhudia changamoto za usalama kwa miaka mingi, huku mashambulizi ya makundi ya waasi yakisababisha vifo, uharibifu wa mali na kuwafanya maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa serikali kuimarisha ulinzi wa raia, kuchunguza madai yote ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu na kuhakikisha kuwa wananchi wanaweza kuendelea na shughuli zao za kilimo bila vitisho wala ulazima wa kulipa kodi haramu. Hadi sasa hali katika maeneo yaliyoathirika inaendelea kufuatiliwa kuwa karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetangaza vikwazo vipya dhidi ya baadhi ya viongozi wa makundi yanayohusishwa na muungano wa waasi wa M23 na Twirwaneho wanaoendesha shughuli zao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo ni Corneille Nangaa, John Imani Nzenze anaelezwa kuwa ni msimamizi wa shughuli za ujasusi wa waasi, Sebastien Uimbambazi, Gustave
Kubwayo, Mohamed Lumisa wa kundi la ADF pamoja na Charles Samata anayehusishwa na kundi la Twirwaneho. Makundi ya FCM 23 na Twirwaneho pia yanaorodheshwa kama taasisi zinazowekewa vikwazo. Hata hivyo, hatua hiyo imezua mjadala mkubwa. Baadhi ya wachambuzi na wadau wanaoji uwezo wa Umoja wa Mataifa katika kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakisema kuwa licha ya kutoa maazimio na vikwazo, mapigano bado yanaendelea na hali ya usalama bado haijaimarika. Wakosoaji hao pia wanadai kuwa Rwanda, ambayo imekuwa ikitumiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pamoja na ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa kwa kusaidia M23, haijawekewa vikwazo wala marufuku ya silaha. Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara tuhuma hizo. Wakosoaji wanasema kuwa kutotekelezwa kikamilifu kwa azimio namba 2773 la Baraza la Usalama lililopitishwa mwaka 2025 Januari kunazua maswali kuhusu uwezo wa Umoja wa Mataifa kuhakikisha maamuzi yake yanatekelezwa. Kwa sasa mvutano kuhusu nafasi ya Rwanda katika mzozo huo unaendelea kuwa moja ya masuala makuu katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuende na kutoka mashariki mwa DRC ambako harakati hivi karibuni za maafisa wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliovalia sare zenye bariti za blue mjini Goma mkoani Kivu Kaskazini zimezua maswali miongoni mwa wananchi. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa uwepo wao si jambo jipya wala maandalizi ya operation mpya ya kijeshi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, maafisa hao ni sehemu ya mabadiliko ya kawaida ya watumishi wanaofanya kazi ndani ya mfumo wa pamoja wa uhakiki uliopanuliwa unaojulikana kwa kifupi kama MCV, pamoja na mfumo mpya unaoitwa MCV Plus. Mifumo hiyo imeanzishwa kwa ushirikiano wa nchi za ukanda wa maziwa makuu chini ya mwavuli wa mkutano wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu ICGLR. Lengo lake ni kufuatilia usalama katika maeneo ya mipakani, kuchunguza matukio ya ukiukwaji wa mipaka na kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi wanachama. Maafisa wanaohudumu katika mifumo hiyo kutoka katika mataifa mbalimbali yakiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Angola, Burundi, Tanzania, Uganda, Sudan Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Afrika Kusini na Jamhuri ya Kongo. Rwanda, ambayo hapo awali ilikuwa mwanachama wa mfumo huu, ulijiondoa baadaye. Historia ya MCVA imeanza mwaka 2012 wakati wa mzozo wa waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mfumo huo ulianzishwa rasmi mjini Goma ukiwa na jukumu la kujenga imani kati ya nchi jirani kupitia uchunguzi wa pamoja na usioegemea upande wowote kuhusu matukio ya kiusalama mpakani. Kwa sasa mabadiliko ya jina kutoka MCVA ad hoc kwenda MCVA Plus yanaeleza kuwa sehemu ya maboresho yanayolenga kuimarisha ufanisi wa mfumo huo, huku changamoto za usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea kuhitaji ushirikiano wa kikanda. Kwa hiyo harakati za maafisa zinazoonekana Goma kwa sasa zinafafanuliwa kama mzunguko wa kawaida wa kubadilishana watumishi ndani ya mifumo ya kikanda ya ufuatiliaji wa usalama baada ya kuwa ishara ya tukio jipya la kijeshi. Huzuni na hasira zimetanda katika mji wa Kamituga iliyoko wilaya Mwenga mkoani Kivu Kusini baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 32 kubakwa na baadaye kuuawa na watu wenye silaha usiku wa kuamkia tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya asasi za kiraia, mwili wa marehemu ulipatikana asubuhi katika mtaa wa Kalinga. Tukio hilo limezua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi, huku wengi wakizitaka wahusika watafutwe na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Katika taarifa yake ya kulaani tukio hilo, chama cha wanawake waandishi wa habari wamejitolea kwa amani maarufu kama AFJEP kimeeleza masikitiko makubwa kutokana na kitendo hicho ambacho kimekitajwa kuwa ni kinyama na kinachokiuka haki za kibinadamu. Chama hicho kimezitaka mamlaka kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na kuhakikisha wanachukuliwa hatua kali za kisheria.
Kwa upande wao, mashirika mbalimbali yanayoweza kutetea haki za wanawake katika mkoa wa Kivu Kusini yameungana kulaani tukio hilo. Mashirika hayo yamesisitiza kuwa vitendo vya ukatili wa kijinsia vinaendelea kuhatarisha usalama wa wanawake na wasichana, na yanataka wahusika waajibishwe mbele ya sheria bila upendeleo. Kamituga, ambayo ni mji unaojulikana kwa shughuli za uchimbaji wa dhahabu, kwa sasa unadhibitiwa na wanamgambo wa Wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, katika wiki za hivi karibuni, wakazi na mashirika ya kiraia wamekuwa wakiripoti ongezeko la ukiukwaji wa haki za kibinadamu unaodaiwa kufanywa na baadhi ya wanamgambo au. Kutokana na hali hiyo, maandamano ya migomo mara kwa mara tayari imeandaliwa na viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia, wakitaka usalama urejeshwe na haki itendeke kwa waathirika wa vitendo vya ukatili. Mamlaka bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu utambulisho wa wahusika wala hatua zilizochukuliwa kufuatia tukio hilo. Wakazi wa Kamituga waendelea kusubiri matokeo ya uchunguzi, huku wakitoa wito wa kuimarishwa kwa usalama ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikukaribishe katika taarifa yetu ya habari za kimataifa. Karibu. Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi. Bila shaka kumekuwa na hii hali ambayo inazungumzwa kwa pande nyingi, na wachambuzi wengi wanakubali kuwa kumekuwa kuna kulazimisha nini tuje tuzungumze baada ya hapa. Unafahamu kuwa nchi hizi zilikubaliana kuwa zingekutana kwenye mazungumzo ya pili baada ya maziko ya Khamenei. Sasa huenda mfano Marekani hakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya mazungumzo. Sasa alijua kuwa kama nitakwenda kwenye mazungumzo naweza nikanasa sehemu ambayo sitaki kunasa. Kwa hiyo kuna wakati unapapatika kidogo ili ukija kwenye meza ya mazungumzo uwe kwenye nafasi nzuri, kwa sababu unaangalia kuwa pande zote mbili zinazungumza kuhusu mapigano, lakini zinazungumza kuhusu makubaliano na mazungumzo. Donald Trump anazungumza kuwa tutaishambulia, tutaipiga, lakini ana wakati huo anasema kuwa ninaona kama kuna nafasi ya mazungumzo kufikiwa. Hali kadhalika Iran wanazungumza kwenye hiyo nafasi, wanasema kuwa wanaendelea kuwasiliana na wanadiplomasia wa nchi ambazo wamekuwa wapatanishi. Kwa hiyo unaona kuwa pande zote ni kuwa hazitaki kuendelea zaidi. Rabi, mashambulizi haya makali yanayoendelea unadhani yatapelekea upande mmoja kusalimu amri? Ni vigumu sana kwa hili, na kitu kimoja ambacho mashambulizi haya yanatokea ni mashambulizi ambayo mfano Marekani anafanya mashambulizi makubwa kwa kutaka matokeo ambayo yanaweza kuwa ni magumu, matokeo ambayo Irani akate tamaa na Hormuz au Irani asalimu amri na Hormuz. Ni kitu kigumu sana, kwa sababu kazi ya kuilinda Hormuz ambayo Irani anaifanya si kazi inayohitaji nguvu sana au kubwa sana iweke Irani, isipokuwa tangazo na tishio la Irani pekee linatosha kuifanya hiyo kazi kamili, na mashambulizi machache ambayo ataelekeza kwenye meli yanatosha kuwatisha wamiliki wa meli au meli zenyewe au makampuni ya bima kutoingiza meli zao. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwa na mabadiliko yoyote makubwa, isipokuwa naona tu kuwa dunia itazidi kuumia, kwa sababu tunaona bei ya mafuta inavyozidi kwenda juu. Juni 17 Marekani na Irani zilikubaliana kuhusu mpango wa kuhitimisha mgogoro huu kupitia yale makubaliano yenye vipengele 14. Nini haswa kimekwenda kombo, Rabi? Bila shaka kuna maelezo ambayo yamekuwa kwenye ile MOU ya vifungu 14. Sasa kifungu cha 5 nadhani wamebishana sana kwenye tafsiri, kwa sababu Irani wanasema kwenye kifungu cha 5 ambacho Marekani alikubaliana nacho ni kifungu ambacho kilikuwa kinatoa idhini ya Irani kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia pwani yake mpaka upande wa pili wa pwani ya Omani, jambo ambalo Marekani wanakataa, wanasema kuwa tafsiri imepotoshwa na Irani. Sasa katika hili ndio hapo wanapoingia kwenye ugomvi wa moja kwa moja, kwa Irani wanasisitiza kuwa Marekani anakiuka makubaliano katika vifungu 14 kwenye kifungu cha 5 ambacho kinampa idhini hiyo Irani ya kufanya haya anayoyafanya, lakini Marekani anakataa, anasema si hivyo. Kwa hiyo kilichopelekea yote ni hayo, kwa upande mmoja unasema upande mmoja unakiuka makubaliano kwa kushambulia meli ambazo ni kinyume, kuwa iliahidi itaweka njia salama zaidi ya meli kuweza kupita, lakini upande mmoja unasema kuwa haya yote yanasababishwa na wewe ambaye kuwa unakiuka makubaliano ya kifungu cha 5. Nadhani wasuluhishi wanatakiwa kwenda kwa uwazi kabisa kuzungumza, au warudi upya kwenye vifungu kwanza kukagua kuwa nani anasema ukweli, au vifungu vifanyiwe marekebisho, kwa sababu kama vifungu vitabaki vile vile, basi unaweza ukaona kuwa kile wanachokizungumza Irani kina mantiki, kwa sababu ndio kilichoandikwa kwenye kifungu cha 5 kuwa wao watakuwa waratibu wa shughuli ya meli kati ya pwani zote mbili. Sasa unaona njia mpya ambayo imefunguliwa upande wa pili wa Omani inakuwa kinyume na kifungu cha 5.
Sasa mtu atajiuliza, Marekani inataka nini haswa kutoka kwa Iran? Marekani anataka makubaliano ambayo kiasi yatakuwa kwenye upande wake. Licha ya kuwa makubaliano yote ya MOU ya vifungu 14 Marekani amenaswa kwenye vifungu. Mara nyingi ukienda ukisoma kifungu kimoja utaona sana vifungu vimempa Irani, havijampa Marekani kwa nafasi hiyo. Sasa nadhani Marekani kuna wakati wanastuka, wanaona kama mbona sisi ni wakubwa, mbona tumetoa gharama, mbona tumefanya nini? Lakini tunaona tangu usitishaji ni kwa Marekani anafungua Irani fedha, Marekani anaondoa vikwazo, Marekani. Sasa Irani ametoa nini kuipa Marekani? Hilo ndio ambalo Marekani kuna wakati kama linawauma roho yao na kutaka kujaribu sasa, hebu tuanzishe upya huu mchezo, tuvuruge, tuanze upya, labda tutakuja kukaa kwenye vifungu vizuri zaidi ambavyo vitakuja kutupa vizuri zaidi. Kwa haya yote yanayoendelea, Rabi, unaweza kusema kwamba mgogoro huu upo mbali kabisa kufikia mwisho? Sio rahisi kufika mwisho, lakini pia ni rahisi kufika mwisho kwa sababu ishara zilikuwepo na dalili zilikuwepo, na mgogoro huu mara nyingi hauamuliwi na nguvu zinazotumika. Mgogoro huu unaamuliwa sana na matokeo yanayotoka baada ya hili. Unaona kuwa siku 10 zilizopita, unaona bei ya mafuta ilikuwa kati ya $72 na $73, lakini nazungumza na wewe hapa leo mafuta yameamka na $81. Sasa majibu haya hayaendi kokote, yanaenda kwenye ulimwengu, duniani, na waliopo duniani ndio wanapaza sauti na kelele kuona hiki akiwezekana tutaendelea zaidi. Kwa hiyo matokeo ya hii vurugu huwa inaamuliwa na ulimwengu, sio wao wanaopigana, kwa sababu wao wanaopigana bado wote wana nguvu. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Msikilizaji, tukiwa bado katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati katika muda wa miaka miwili ambapo Israeli imekabiliana vikali dhidi ya Iran na washirika wake katika ukanda wa Mashariki katika kanda ya Afrika ya Mashariki ya Kati, raia wengi nchini Israeli walikuwa na matumaini makubwa kwamba shinikizo la kijeshi litapunguza makali au hata kufanya mabadiliko kwa serikali ya Tehran kabisa. Lakini mkataba mpya kati ya Iran na Marekani sasa unazua hofu mpya kwamba adui mkubwa wa Israeli huenda akapata nguvu kubwa kuliko ilivyokuwa awali. Wengi wanamlaumu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kama anavyoeleza mwandishi wetu GR Gol katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Viungani mwa mji mkuu Tel Aviv, naungana na mcheza santuri yani DJ ambaye atanipeleka kukutana na kundi la vijana wa Israeli waliokumbwa na vita kwa miaka miwili sasa. Wameshuhudia maelfu ya mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran na washirika wake katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Wakati wa vita, japo hali ilikuwa ngumu, nilihisi moyoni, na ni jambo ambalo Waisraeli wengi wanalihisi. Tulihisi pia uchungu ambao wa Iran wanapitia mikononi mwa mamlaka za nchi hiyo, na tukaamua kwenda kwa makazi ya wanaohitaji msaada na kuendelea kuwatembelea mara kwa mara. Na huenda haijulikani kwamba hata nyumba yetu huenda ikashambuliwa na kuharibiwa na makombora, lakini ikiwa kumalizwa kwa mamlaka ya Kiislamu ndio jambo ambalo litaleta amani ya kudumu duniani, basi Mwezi mmoja uliopita, serikali za Washington na Tehran zilitia saini mkataba wa makubaliano ambao wengi wanaamini utaboresha pakubwa uchumi wa Iran na nguvu zake za kijeshi, hali ambayo inatishia usalama wa Israeli. Hili ni mojawapo ya masuala nadra nchini Israel ambayo yanaungwa mkono na wengi kwa pamoja kwamba mkataba huu ni mbaya kwa Israel. Nami nadhani kwamba tunapaswa kuangazia kwa undani jinsi ambavyo tutaikabili suala hili. Iran ikiwa na madini ya urani yaliyorutubishwa, makombora ya kibalistiki, yani ninamaanisha kwamba tumeshuhudia athari ya makombora hayo. Tunapaswa kuwaza jinsi mshirika wetu mkubwa Donald Trump anaweza kutia saini mkataba ambao sio mzuri kwetu kabisa. Tutalaumu mambo mengi, ila wa kulaumiwa pakubwa ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipongeza operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran katika hotuba aliyoitoa jijini Jerusalem. Lakini raia wengi wa Israeli wanasema kwamba Bwana Netanyahu alimtenga mshirika mkuu wa Israeli, Marekani, na kushindwa kumzuia Rais Donald Trump kutia saini mkataba na Iran. Donald Trump ni rafiki wa Israel, na wala usichanganye mambo. Sasa kati ya marafiki wakati mwingine huenda tukakosa kukubaliana kwa kila jambo. Huenda pia tukayapa masuala tofauti kipaumbele tofauti na walivyofanya marafiki wetu. Watu wengi hapa Israeli wanautazama uongozi wa Iran kama tishio kubwa kwa nchi yao. Baadhi walikuwa na matumaini ya kwamba kama alivyoahidi Benjamin Netanyahu, kuendelezwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kungeangusha uongozi huo. Ila hilo halikufanyika. Sasa Waisraeli wengi wanahofia kwamba taifa la Iran lenye nguvu huenda likawa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa nchi yao.
Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo, ambapo mtapata kufahamu nini kinachoendelea mashariki mwa DRC, lakini vile vile pembe zote za dunia. Asante, chao.